Leo ni siku ya pekee inayotukutanisha kama vijana kwa lengo la kuzungumzia, kutathmini na kuweka mikakati ya pamoja kuhusu maendeleo yetu, kuhusu amani yetu, kuhusu uchumi wetu, lakini vile vile kuangalia nafasi ya kijana katika maendeleo ya kiuchumi ya mkoa na taifa kwa ujumla. Hakuna taifa duniani lililopiga hatua za kimaendeleo bila kuwa na amani ya kudumu. Amani ndio msingi wa uwekezaji, ndio msingi wa biashara, ndio msingi wa uhuru wa kujieleza, ndio msingi wa ubunifu kwa vijana na ustawi wa jamii. Kwa hiyo tunao wajibu wa kulinda amani, na wajibu huu si wa serikali pekee, ni wa kila kijana. Katika enzi za teknolojia, taarifa potofu na mgawanyiko vinavyosambaa mitandaoni vinaweza kutugawa. Kwa hiyo vijana, ni wasihi mkawe mabalozi wa amani kwa vitendo, lakini mabalozi wa amani kwa kauli, mabalozi wa amani kwa matumizi sahihi ya majukwaa ya kijamii. Niendelee kutoa wito kwamba kunapokuwepo na fursa, ni lazima wapatikane vijana, ni lazima wapatikane viongozi wa kuzichangamkia fursa hizo kwa umakini na kwa usahihi. Serikali inaendelea kuwekeza mazingira mazuri zaidi kwa upatikanaji wa mitaji, mafunzo ya ujasiriamali na miundombinu ya kiuchumi, lakini mafanikio yote haya yatakuwa na maana tu pale vijana watakapoamua kushiriki kikamilifu na kubeba jukumu la maendeleo yao wenyewe. Wizara hii imeundwa kama kiongozi, lakini mwenyewe kijana ukiamua kukaa, basi wizara hii nayo itakuwa haina maana uwepo wake. Mwelekeo wa vijana wa Ruvuma kwa mustakabali wa taifa letu. Nchi yetu inaingia kwenye uchumi wa viwanda na uchumi wa kidijitali. Tunahitaji vijana ambao wana nidhamu ya kazi, sio wale wanaopenda kukaa tu jueni kuzisumbua familia zao, lakini wawe ni vijana wenye nidhamu ya kazi. Lakini tunahitaji pia kuwa na vijana wenye ubunifu na uadilifu, lakini tunahitaji pia kuwa na vijana wenye uwezo wa kutatua changamoto za kijamii. Aidha, tunahitaji pia vijana wenye mtazamo chanya juu ya maendeleo yetu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa na kizazi ambacho sio tu kinafaidika na rasilimali, bali kinatengeneza rasilimali mpya kupitia maarifa na teknolojia na ubunifu walio nao. Wito wangu kwenu, lindeni amani. Kila mmoja awe mwongozi wa mwenzake na awe balozi wa utulivu katika mkoa wetu. Lakini la pili, tumia fursa. Badala ya kusubiri ajira, tengenezesheni ajira. La tatu, isomeni dunia. Tumieni mitandao kujifunza, sio kugombana, lakini tumieni maktaba zetu kupata maarifa mapya. Lingine, shirikianeni. Mafanikio makubwa yanakuja kupitia umoja wetu. Kwa hiyo undeni vikundi, teni fursa za fedha, ili kupitia umoja huo tuweze kupiga hatua.